msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu pendwa cha BM Tumatoka with Kevin Marando. Karibu tena kwenye sehemu nyingine ambayo leo tutazungumzia afya kwa upande wa kwanza kama vile ile Consirax, ila leo tutakusa kitu kingine ambacho ni uzoefu ambao nimeupata nikiwa ndani ya BFSUMA kwenye maeneo mbalimbali. Uzoefu wa leo ambao nitaongelea kwako nitakuelezea ni sehemu ambayo inagusa afya na mguso wake kwenye maeneo matatu. Kwanza kwenye eneo la mwili kama mwili, afya kwenye eneo la pia uchumi, na afya kwenye eneo la jamii. Lakini kimaliza hapo nitakuonyesha pia jinsi gani BFSUMA imeweza kunifanya kuishi nje ya box la kawaida la maisha ya watu. Nitakueleza kwa namna gani. Kwanza ni sehemu ya kwanza ambayo ni ya mguso ambao BFSUMA imeweza kuniwezesha kugusa wengine na mimi kujigusa mwenyewe kwenye upande wa afya. Afya hii ya kwanza kama nilivyokuambia ni ya mwili. Kupitia elimu, kupitia mafunzo na kupitia kile ambacho hasa BFSUMA inafanya kwa maana utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za afya, nimeweza kugusa maisha ya wengi sana kupitia afya. Kwa maana kwamba afya ya mtu mzima ambaye bado ni mzima kabisa, hana magonjwa yoyote, sisi tunasema kwenye sub health, ni mtu ambaye tunasema ni mgonjwa mtarajiwa asipojua jinsi gani ya kuishi. Hasa mifumo mbalimbali ya maisha ambayo tunaishi nayo ile ambayo inatuwezesha sisi kuwa wahanga wa karibu wa magonjwa haya ambayo hasa si ambukizi. Maana magonjwa kama sukari, magonjwa kama shinikizo la damu, magonjwa ya uzito kuzidi, magonjwa ya saratani na mengineyo. Hasa kupitia elimu ambazo tunaipata BFSUMA, kupitia mafunzo ambayo tunapata, unajikuta kwamba hufahamu tu au msifahamu kama mimi mwenyewe kuhusu afya, lakini nagusa hata wengine ambao ni jamii yangu na watu wa mbali, ambao kupitia hayo sasa unajikuta nimeweza kusogea na kuongeza afya yangu kwenye upande huu, lakini kuongoza afya za wengine. Kwa mgonjwa ambaye tayari anaugua, mtu huyu amekuwa na msaada kupitia mimi. Nimekuwa ni msaada kwa maana gani? Kwa maana kwamba ambaye ameshindikana, kwa mfano lesson hospitali, ambaye imeshakuwa ni ngumu kwake, kupitia BFSUMA tumeona shuhuda nyingi ambazo zinafanya kazi kupitia hizi bidhaa ambazo zinatengenezwa ambazo kiasili zalishe. Hasa bidhaa hizi kupitia magonjwa yale ambayo sio ambukizi kama nilivyokuambia, imeweza kusaidia watu wengi ambao wamekwama kwenye maeneo haya. Unakuta kuna mtu pressure ambaye imekataa kushuka, mwingine anasema sukari yangu imekuwa ni ngumu, mwingine anakuambia bwana nimepunguza na upunguzo uzito wangu nimeshiba kwa mazoezi yote. Lakini kupitia bidhaa ambazo BFSUMA inatengeneza imeweza kusaidia kugusa maeneo haya. Lakini upande wa pili ni kuniwezesha kuwa mshauri mzuri kwenye mambo haya. Mafunzo haya sio tu yanakubadilisha wewe kama wewe ambao unahusika na akili zako na mitazamo, lakini pia nakuwezesha na wengine wabadilishe mtazamo kwa mtazamo sahihi kuhusu afya. Sasa kwenye sehemu hiyo utajikuta kwamba jamii inayokuzunguka na jamii za watu ambao wamekuwa tayari kushirikiana na wewe katika kujua ile afya yako, umeweza kugusa maisha yao kwenye kuboresha, kwenye kujenga na kukinga zile afya zao. Lakini afya ya pili ambayo nataka nizungumzie ni afya ya upande wa uchumi. Kwa upande wa uchumi, BFSUMA imeweza kuwa kwangu kuniwezesha kugusa maisha ya wengine, kwanza mimi mwenyewe na wengine kwenye upande wa uchumi wa afya, uchumi wao. Kwa maana kwamba kuwezesha kutengeneza kipato nje ya njia ambazo zimezoeleka. Kwa mfano tunafahamu wengi pesa ni kwenye kuajiriwa, lakini sasa unakuta kuna wasomi ambao bado wamesoma lakini hawajaweza kutumia elimu yao kwenye kujiwezesha. Hasa mtazamo wetu ambao tumejengewa ni kwamba fanya kazi ndio sehemu kupata kipato. Kupitia BFSUMA afya kwenye upande wa uchumi imeweza kuguswa kwa upande wangu mimi, lakini pia nimeweza kuwa nagusa kwa watu wengine, hasa kwenye tabia ambazo zinaweza kuwa ni nzuri kwenye kujenga uchumi wa mtu. Tabia kama kuweka malengo. Si mambo mengi yanafundishwa, lakini kupitia BFSUMA nimeweza kuwa ni mtu ambaye changamoto nimekutana nazo zimenifundisha jinsi ya kuweka malengo, lakini pia zimenifundisha nidhamu ya muda, ambao tunasema pesa ni muda na muda nini ni pesa. Sasa pesa kama ni muda, muda ni pesa, si watu wote wanajua kutengenezea muda. Watu wengi wanakuta tunaishi katika mazingira ambayo tunasubiri muda utupangie cha kufanya, lakini BFSUMA maisha yake na mfumo wake wa kufanya kazi umeniwezesha kuwa ni mpangaji mzuri wa muda, kusimamia mwenyewe wala kutegemea na mtu. Lakini pia nidhamu ya upande wa pili, sio tu ya muda, nidhamu ya fedha ambayo pia ni msingi sana. Unapata kidogo unachokipata, unapata budget yako, ukifanyie nini? Ushauri una budget ya mengi, ufanye biashara, uongee na watu, uzungumze na wateja wako, uzungumze na watu ambao ni karibu yako, wapizuni partners wako mbalimbali. Hii yote inahitaji nidhamu. Hasa mazungumzo yako kuna wakati anakuhitaji utoe fedha, mazungumzo yako kuna wakati anakuhitaji utoke eneo lako na sehemu nyingine, unahitaji pata safari. Hasa nakuta yote inaongeza fedha. Sasa nidhamu ya fedha imekuwa ni sehemu ya msingi sana ambayo nimeipata kupitia BFSUMA. Kwa ni sehemu ambayo pia kwenye uchumi wangu imegusa. Lakini pia upande mwingine ni ule upande wa kufanya kazi kwa pressure. Pressure hiyo ni ya muda, hiyo ni pressure malengo. BFSUMA unafanya kazi kwa target. Kuna mauzo ambayo mtaka kufikia, mnaweka malengo, mnafanyia kazi. Kuna kiwango ambacho cha fedha nataka kufikia
pia unafanya kazi, unaweka malengo na kufanya kazi ndani ya muda ule na nidhamu ile ambayo unatakiwa. Sasa haya mambo katika hali ya kawaida si watoto tunakuwa nayo, lakini ndani ya Bifsuma imeweza kuwa imemgusa mimi sehemu hiyo, lakini pia kupitia timu ambayo nafanya nayo kazi, ambayo kiuhalisia biashara hii tunafanya kazi kwa mfumo wa timu, imeniwezesha kuwa na timu ambayo tunafanya kazi kwa pamoja, lakini kuisimamia na kufanya kazi kwa pamoja na mshauri mbalimbali ambao unatuwezesha sisi kuwa vizuri kwenye upande huu. So mguso mwingine ambao Bifsuma anakuona kwenye afya ya uchumi kupitia zile tabia ambazo ni njema kwenye uchumi. Kwa hiyo tabia ya kuweka akiba, tabia ya kutunza fedha na kufanya matumizi mazuri ya fedha, tabia ya kuwa nidhamu ya muda, haya ni mambo msingi ambayo Bifsuma ameweza kunigusa. Lakini upande mwingine ambao Bifsuma ameweza kunigusa ni kwenye upande wa afya ya kijamii. Afya ya kijamii inakuwaje? Kwa maana gani? Jamii ni mkusanyiko wa watu mbalimbali ili tuishi. Hasa biashara au shughuli au kazi ambayo tunaifanya kupitia Bifsuma kwa sehemu kubwa ni mkutano na watu. Hasa Bifsuma imeweza kuniwezesha kuwa na networking ya watu mbalimbali. Kupitia Bifsuma nimeweza kukutana na watu mbalimbali walio ndani ya mambo ya biashara, walio ndani ya mambo ya afya na nje ya mambo haya. Kupitia Bifsuma watu ambao sikutegemea kukutana nao katika nchi hizi, ni nchi ndani, ni nje ya nchi, nimekutana nao kama rafiki, kama partners wa biashara. Kupitia Bifsuma madaktari mbalimbali nimekutana nao, watu wa afya katika kada zao nzafanya kama hicho. Lakini cha ziada hata watu wa kawaida ambao wanapenda afya zao tumekutana, watu wanapenda uchumi zao tumekutana. Hata katika engo mbalimbali watu ambao wanataka ushauri tunakutana na mtu umeshasimama kwenye presentation amevutiwa na yeye katika kutaka kusikia ushauri fulani, basi anakuja na kusikiza. Kwa hiyo kupitia Bifsuma nimewezesha kukutana na watu mbalimbali walio katika mambo ya dini, katika mambo ya afya, katika mambo ya biashara na watu mbalimbali. Kwa hiyo huu ni mguso ambao unaweza kuona nimeuona katika uzoefu wangu binafsi kwenye upande wa afya. Kwa hiyo afya ambayo Bifsuma nimeongelea mimi kwenye sehemu hizo kubwa tatu, kama kwenye upande wa jamii, kwenye upande wa uchumi na kwenye upande ya afya ya mwili mmoja mmoja kama wangu na miili ya watu ambao wananizunguka. Huo ni upande mmoja tu ambao nimegusa afya. Kuna sehemu nyingine ambayo nitakuja kuelezea. Hii inaona jinsi gani Bifsuma imeweza kunifanya nifikirie nje ya box. Naam, kwenye upande ambao Bifsuma imejengea uzoefu na kunifanya niweze kufikiria nje ya box ya elimu ya kawaida ambayo nimezoea ni ipi? Kwanza, Bifsuma imeweza kukusanya vitu vyangu vyote. Yaani kuanzia nasoma mimi kwenye sehemu ile ya kuanzia elimu ya primary, elimu ya kindergarten mpaka elimu ya sekondari na kumaliza madarasa yote. Kwa maana Bifsuma inaweza kukusanya biolojia, imekusanya kemia, imekusanya masuala ya saikolojia. Yaani kwa lugha nyepesi kuanzia elimu ya chuo kikuu mpaka elimu ya ngazi za chini. Yote Bifsuma inaweza kutumia kufanya kazi. Lakini upande wa pili, nje ya box hii ni lipi? Mambo ambayo kawaida katika mfumo wa elimu kawaida na utatu wapati. Box la kawaida ambayo elimu unakuwa nayo, Bifsuma inaweza kunigusa maeneo hayo. Vitu kama kuandaa matukio, event planning, ni kitu ambacho ni ngumu kwenye elimu ya kawaida kukuta, lakini kwa uzoefu ambao nimeupata nakuta nakuja kuelewa mambo haya. Hata kama sikufundishwa, lakini uzoefu unajenga mazingira hayo. Lakini upande wa pili ni uwezo ambao sisi nyingi zinafundishwa, masuala ya public speaking, masuala ya kuzungumza kwenye umma, jinsi gani ya kujenga hoja, jinsi gani ya kuandaa presentation, jinsi gani ya kufikiria kwamba una audience na hadhira namna gani, uongee nini. Haya yote ni moja ya mambo ambayo huku nikiwa nafanya hii kazi katika miaka yangu miwili michache au zaidi imeniwezesha kufanya hii kazi. Lakini upande mwingine ambao umewezesha kufikiria nje ya box ni kwenye upande wa masuala ya ufunzi au kufunzi. Bifsuma tunafanya trainings mbalimbali, mafunzo ambayo yamejikita kwenye mambo haya ya afya na biashara. Sasa afya na biashara training zake unajikuta sio tu nakuwa ni msikilizaji, lakini nimeingia kwenye level kwa ni kama si kama ni trainer hapo. Sasa unafundisha, unafunza, unaandaa material, unaandaa wakufunzi wengine, unawajenga na kuwakuza. Hasa haya yote vitu ambavyo katika ile kaida sikuweza kupata. Lakini moja kitu ambacho hata nilikuwa naogopa sana ni kusema mbele ya umma. Lakini hivi vitu kupitia Bifsuma wewe tulikuwa tunaondoka siku baada ya siku. Kwa hiyo imenijenga, unaona ni kiasi ambacho napata kitu ambacho ni cha zaidi ya kazi, kitu ambacho kinawezesha kuingia katika maeneo mbalimbali kwa sababu inakuwa networking. Sasa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, Bifsuma na mambo mengi. Lakini ukiangalia jumla yake, sehemu kubwa tatu ambazo zinaguswa ni hizi. Kwanza ni afya, pili ni uchumi, na tatu unagusa kwenye kuhakikisha kwamba uhuru wa muda na fedha unakuwepo. Kwenye afya unaponiona nazungumza hapa, mambo yote kuhusu afya yanahusika na mimi. Kama unatazama katika mfumo wa ugonjwa, basi unaweza kuwa ni mtu sahihi kwamba kuna ugonjwa umekukwamisha, unaweza kunitafuta wakati wako. Lakini kwa ambaye mpaka tupate kushare vitu mbalimbali kuhusu afya, ni daktari, ni nesi, ni nani ambaye anapenda mambo ya afya. Kuna uzoefu mwingine ambao upo nje ya elimu ya kawaida ya medical. Kuna nutrition, kuna nutraceuticals zinafanya kazi hizo pia. Unaweza kupata experience kwa share.
Lakini upande wa pili uchumi inaweza kuwa ni njia nyingine BEFSUMA ya kuchagua na kutatua changamoto za kiajira ambazo tunazo Tanzania na dunia kijumla. Kwa ukiwa BEFSUMA sio tu unajifikiria kama wewe, sehemu kubwa inahitaji kufanya kazi kwa timu, inahitaji roho moja, inahitaji ushirikiano, inahitaji uwezo kufanya kazi kwa pamoja, inahitaji upendo. Lakini cha ziada inakufundisha kutokuwa binafsi. Kwa hiyo kama unataka kujifunza binafsi, jinsi ya kuonekana nao, BEFSUMA ni sehemu moja nzuri na sahihi, kwa sababu mapato ambayo mnapata kwa sehemu kubwa ni kazi ya team work. Ndipo hapo unasema ukitaka na mwenyewe fanya kazi peke yako, ukitaka na mbali zaidi tumia BEFSUMA kama sehemu ya kufanya team work. Uzoefu ambao umekusanyika hapa unahusiana mambo mengi sana. Lakini uzoefu ambao kwa wewe ambao unasikiliza kumtazama una faida kubwa. Una faida kwenye afya yako. Una faida kwenye afya kwenye upande wa kuijenga. Una faida kwenye afya kwenye upande wa kuitengeneza pale ambapo umeharibika bila kujiacha na namna gani. Kwa namna ambayo tunazoeka hapo utakotumia ukaelezea kufanya hizo sababu moja mambo kushauri tukuna kwenye mambo ya afya. Lakini kwenye uchumi pia kuna namna nyingine ambayo ziko nje ya box ambazo tunazifanya kwenye kutengeneza fedha lakini ambazo ni halali. BEFSUMA inafanya hicho kitu. Kwa hiyo ukiwa umekwama kiuchumi, usifikirie katika njia za kawaida. Kuna box iliyo nje. Hebu tazama hilo hapo ndani ya BEFSUMA. Lakini sehemu tatu, tunahitaji kufanya kazi kwa pamoja. Tunahitaji kujenga uchumi wa nchi yetu, uchumi wa dunia yetu na Afrika yetu kwa jumla. Kwa hiyo kuungana na mimi, unaweza kutafuta kwa namba hizo hapo. Tukaonesha jinsi gani unafanya kazi na sisi. Jinsi gani unaweza kushirikiana na sisi. Lakini jinsi gani unaweza kugusa maisha ya watu mbalimbali katika afya, uchumi na uhuru wao muda na fedha. Asante kwa kusikiliza sana. Tuone kwa wakati mwingine.